Benki ya CRDB imekuwa karibu na wateja, lakini pia imekuwa inajitanabaisha miongoni mwa mabenki kwa kuwa wabunifu, kwa kuwa na product za mara kwa mara za kila siku, lakini product ambazo nyingi ni za kizalendo, za Kitanzania. Kwa hivyo na leo tunashuhudia hapa bonge la wakala ikiwa inakuja kuzinduliwa soon. Asanteni sana. Sasa meneja wa kanda alikuwa anasema tunawashukuru makao makuu ya benki kwa kuamua uzinduzi kufanyikia Mwanza. Nafikiri pia na wenyewe wanaishi kimkakati, wanafahamu Mwanza ni mkoa wa kimkakati, kwa sababu benki inadili na masuala ya uchumi, na kwenye nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiacha mkoa wa Dar es Salaam kwa kuchangia uchumi wa taifa hili kwa 14%, mkoa unaofuata ni mkoa wa Mwanza kwa kuchangia kwa 7.2, trilioni 14 kwenye GDP ya nchi. Kwa hiyo huwezi kufanya programu ya kiuchumi ndani ya nchi hii bila pia kufocus soko la kanda ya Ziwa, hususan hapa senta ya kanda ya Ziwa ambao ni mkoa wa Mwanza. Lakini pia wachumi watakubaliana na mimi kwamba idadi ya watu ina mchango mkubwa sana katika masuala ya uchumi, kwa sababu ni soko pia. Hata ukiangalia mawakala wa mkoa wa Mwanza ni tofauti na mawakala kwa idadi na mikoa mingine. Kwa nini? Kwa sababu ya uchumi mkubwa hapa Mwanza, lakini pia kwa sababu ya idadi kubwa ya watu. Mwanza ina watu 3.6 milioni. Kwa hiyo tunategemea pia hata idadi ya mawakala itakuwa ni kubwa, kwa sababu huduma hii ni muhimu kuwafikia Watanzania wa Mwanza 3.6 milioni. Na tuseme ukweli kabisa, sasa hivi asilimia kubwa ya wananchi wanafanya transaction zao kupitia mawakala. Kwa hiyo na nafikiri ni lengo pia la benki kuhakikisha kwamba wananchi walio wengi hawatumii muda wao mwingi kwenda kwenye matawi ya benki. Benki endelee, matawi yaendelee tu kufanya zile kazi za uratibu, usimamizi, unapojitokeza changamoto kwenda kumuona manager na wataalamu wake, lakini transaction zinaweza kufanyika kupitia mawakala, kupitia sim banking. Kwa hiyo hata mambo ya foleni sasa hivi kwenye mabenki imekuwa imepungua kwa kiwango kikubwa. Mr. Boma ametuambia kwamba zaidi ya 70% ya miamala ya benki ya CRDB inafanywa kupitia kwa mawakala. Kwa hiyo kuimarisha kitengo cha uwakala ni jambo muhimu sana na la kimkakati la benki, kwa sababu 70% ndio uti wa mgongo wa benki yenyewe. Kwa hiyo mawakala hao wakifurahi, maana yake benki nayo itafurahi. Mabibi na mabwana, leo tunazindua kampeni inayobeba maono makubwa ya kubadilisha namna Watanzania watakavyopata huduma za kifedha wakiwa kwenye maeneo yao ya kawaida ya shughuli za kila siku. Kupitia kampeni hii ya bonge la wakala, tunathibitisha kuwa CRDB wakala ni kituo kamili cha huduma ndani ya benki na kwa jamii nzima. Kwa miaka mingi, wananchi wengi wamekuwa wakiamini kuwa kupata huduma za kibenki ni lazima usafiri kwa umbali mrefu kwenda kwenye tawi kubwa ambalo angalau lipo mbali, kwa kawaida linakuwa liko mbali kidogo na maeneo ambayo watu wanaishi. Kupitia kampeni hii ambayo ni muhimu sana kwetu, tunaenda kuwafungulia dunia na kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata nafasi ya kuweza kuhudumiwa kwa maeneo ya ukaribu zaidi. Kwa hiyo leo hii benki ya CRDB kupitia wakala unaenda kuonyesha ndio njia sahihi ya kuweza kufanikisha kufanya miamala yako kwa ukaribu zaidi. Na sisi tumeshaona na kushuhudia kwa benki yetu nzima ya CRDB takriban 70%
ya miamala yote tunayoifanya inafanywa na nyie mawakala. Kwa hiyo tuna kila sababu yoyote ile ya kujivunia kuwa nanyi, lakini tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba mnapata visibility ambayo ni sahihi ili kuweza kuendelea kuwahudumia wateja wetu vizuri. Katika kampeni hii, mteja yoyote atakayefanya miamala kwa kutoa fedha kuanzia thamani ya shilingi 10,000 kupitia sim banking ataingia moja kwa moja kwenye draw ya ushindani. Kila wiki tutakuwa na wateja 33 watakaopata zawadi ya shilingi 50,000 kila moja na kila mwezi, na kutakuwa na washindi wa simu janja katika kila kanda ya benki yetu, na mnafahamu sisi tuna kanda 8. Katika kila robo ya mwaka tutakuwa na wateja watakaojishindia friji kubwa ya milango miwili pamoja na runinga ya kisasa, yani Smart TV yenye inchi 65. Katika kampeni hii washindi wetu wakubwa wataondoka na fedha taslimu, ambapo mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 30. Mshindi wa pili atajipatia kitita cha shilingi milioni 20 na mshindi wa tatu atapata kitita cha shilingi milioni 10. Hii ni Tanzania Habari.